Kwanza kwa jina naitwa Haji Kisesa, mdau wa soka katika jiji la Dodoma. Na kuhusu swali unauliza kuhusu dabi, naona kama kuna mwanga fulani sasa ambapo Watanzania wengi tulikuwa tunataka tusubiri tuone kitu gani kitatokea. Kwa sababu kuna pande ambayo ilionekana kama kuna kitu inakihitaji, hasa upande wa Yanga Afrika, kutokana na yale yaliyotokea tarehe 8 Machi. Kama tunakumbuka vizuri, kuna taarifa zilitokea kwamba uchunguzi utasababisha mechi isifanyike tarehe 8 na itatolewa majibu, na ndio kitu ambacho wana Yanga walikuwa nasubiri. Lakini leo hii kwa bahati nzuri, kutokana na kipindi cha kati, kuna taarifa mbalimbali hasa za Yanga kusema hawatacheza mechi zao mpaka hicho kitu kifanyike. Naona kuna mwanga sasa unakaribia kutokea, kwa sababu leo nadhani kuna kikao kinafanyika leo kuhusu bodi ya ligi, na Yanga watakutana bila kujua nini wataongea, lakini mwisho wa siku tutapata majibu kitu gani kinaweza kikaongeleka. Lakini naona kama ndo ni mwanzo wa dabi kufanyika, kwa sababu yote yanafanyika kwa sababu ya dabi ichezwe. Kuongeza au kupunguza, kuharibu, lote likatokea katika haya. Kuongeza maana yake ni kwamba sasa tubezi zaidi kwenye taratibu na sheria ambazo tena tumejiwekea wenyewe, itakuwa ni bora zaidi kuliko kutumia busara, hasa kwa hizo timu mbili kubwa, na inajulikana hivyo. Lakini kuharibu inaweza ikatokea endapo sasa mchezo haujafanyika na hizi timu ni kubwa na watu wengi wanapenda kushuhudia zikichezwa, hasa kutoka mataifa mbalimbali. Tunaweza tukajaribia sisi kama Tanzania, na ukizingatia muda mchache ujao mwezi wa 8 tunaandaa hapa, na 2027 tuna AFCON. Kwa hiyo nadhani yote mawili yanaweza kama majibu kwangu mimi ninavyoona, kwa sababu kama mechi ikifanyika ni jambo bora zaidi tufiche ili moja, sababu inaanza kuwa ni madhara zaidi kuliko ile yenye faida, kama Yanga watasimamia msimamo wao na kupata haki zao za msingi, ambapo wao wanaamini kwamba ni wanastahili kupata kutokana na taratibu zilizofanyika katika mechi ya tarehe 8 ambayo haikuchezwa. Napongeza Yanga kwa kusimamia msimamo wao, kwa sababu hili swali linahusu timu zote mbili, mtangazaji, kwa sababu si Yanga peke yao, hata Simba. Na tukumbuke Simba ndio walikuwa wa kwanza kabisa kusema bwana, sisi hatuwezi kucheza mechi yetu kutokana na pointi 1, 2, 3 pamoja na hizo zilizozitaja, labda usalama pamoja na mambo mengine, na walikuwa wanahitaji uchunguzi ufanyike ili wapate majibu kukomesha hili swala kwa wale waliohusika kwa njia moja au nyingine. Na Yanga nadhani pia wamesimamia swala hilo kama Simba walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo nadhani hili linakuwa kama ni jambo jema sasa kwa Yanga. Mimi nawapongeza kwa kusimamia hapo, na ili tuende mpira wetu kutoka kwenye utamaduni wa kusema busara tuingie kwenye sheria na taratibu, na hata vilabu vingine vya chini vione kama vinastahili kupata haki ambazo hata hivi vilabu vingine vinapopata, kwa sababu wote wako katika ligi moja. Kwa hiyo nadhani yote kwa yote, bwana mtangazaji, ni kwamba mimi naona kuna jambo jema ambalo Yanga wamelifanya kusimamia hapo, bila kujali kama ni nini kitatokea au taratibu ambazo zitakazofanyika, ni nani atakuwa katika hatia hizo ambazo wao wanahitaji kupata majibu sahihi. Kwa hiyo nadhani yote kwa yote, mimi kwangu naona ni jambo jema ambalo Yanga wameifanya, kwa sababu wanadai haki yao kabisa ya msingi ambao walihitaji kwa muda mrefu ili kuweza kufanikisha hicho Tanzania wengi wanachokusubiri. Kuna ugumu wote ambao unaona wanao viongozi wa Young Africans kurudi na kusema kwamba tunacheza mchezo? Kwa 100%, kwa sababu ni viongozi ambao walitangaza kama hawatacheza. Nadhani ilikuwa kama ni kitu kama kwenye taratibu zao za utani wa jadi, kama sisi hatuchezi, lakini jinsi gani washabiki, wanachama, wazee na watu wengine ambao wanahusika na klabu ya Yanga walivyolivale jambo na likaenea na kuwa kama ni jambo kubwa sana katika klabu, au ikawa kama ndio nguvu ya klabu inazungumza kitu kama kile. Na tayari tunaona kabisa kuna sehemu mbalimbali za timu, ikiwepo viongozi na wanachama, wametoa na kauli kabisa kama tusingependa kuona kiongozi yote ambaye tumemchagua sisi akiwa kama mwakilishi wa timu yetu akapeleka timu uwanjani pasipo kuwa na taarifa ambayo inaeleweka na katika klabu yetu. Kwa hiyo nadhani inakuwa na ugumu fulani leo hii kama watakaa na kurudisha tena kusema tunacheza, wakati walishasema wao wenyewe kama tucheze. Inaonekana kama watakuwa wamesaliti timu yao wenyewe kama viongozi ambao wanategemewa na wananchi ambao wamewachagua wenyewe kwa kuamini na kuwapa dhamana hiyo kuongoza klabu yao kubwa ya Yanga Afrika. Labda kwa kumalizia, bodi ya ligi labda unashauri nini baada ya tukio kama hili? Bodi ya ligi kwanza na washauri wajaribu kuwa katika mstari, wajaribu kufuata taratibu na sheria ambazo wamejiwekea wenyewe na vilabu vyao. Cha pili, yale kusema sijui Simba au Yanga ni timu kubwa na kongwe, tunaweza tukatoa maamuzi na kuweka labda damage au hasara yote itatokea kwa Tanzania, tuochane na hilo. Tufuate sheria za mpira tunazotaka, kwa sababu mbaya zaidi mpira umejitenga wenyewe. Mpira hauendani na taratibu za nchi, yani serikali hairuhusiwi kuingilia. Kwa hiyo wana michezo tuendelee kuweka michezo yetu salama kwa kufuata taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe. Nadhani bodi ya ligi kuna ugumu huo ambao unaona kama kufuatisha hapo utakuwa kazi ngumu, lakini ndio inahitajika ifanywe hivyo, kwa sababu dawa ili tibu lazima dawa chungu. Malaria haiwezi, yani kwa kuniwezi kunywa na sukari ili tibu malaria. Kwa nadhani ili kutibu hili basi wawe na msimamo mkubwa juu ya hili iwe
fundisho kwa hawa viongozi waliopo sasa hivi na watakao kuja baadaye kwa kusimamia chombo chetu salama na kuweka mpira wetu katika ile hali tunayosema ni kwamba iko katika ligi ya 6 barani Afrika.